Katika Kristo Mwokozi wetu tuomba na kuamini. Amina. Wapendwa, katika kauli mbiu ambazo nimezisema, hizi kauli mbiu ni kwa ajili ya kutukumbusha wajibu wetu mkuu kama kanisa la Masalio, wala sio vinginevyo. Ni kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, kurejesha ufalme ule ambao ndio hitaji letu kuliko falme zote za duniani. Habari njema ya ufalme wa Mungu yenye uzima, sio uzima wa kitambo, bali uzima wa milele. Kauli mbiu hizi zinaturejesha katika mianzo ya imani yetu, maana kanisa hili lilianza si kwa hadithi za kutungwa, zilianza katika neno, na kanisa hili linakuwa katika neno. Kanisa hili linajengwa katika neno. Kanisa hili linasimama katika neno, na katika neno litaingia katika kao la amani. Tunarejesha imani yetu katika kwaya zetu zilizoko hapa. Tafadhali wote simameni, kwaya zote simameni. Msingi ambao hakuna mtu mwingine aliyekwisha kuweka isipokuwa ule ambao Kristo Mwokozi wetu ameweka. Na kanisa hili limejengwa katika lile jiwe kuu la pembeni ambaye ni Kristo mwenyewe. Limejengwa katika manabii na mitume, na sisi kama mawe yaliyo hai tumewekwa katika kanisa hili kama ukuhani wa kifalme, na wajibu wetu mkubwa ni kuzitangaza fadhili zake yeye aliyetuita kutoka gizani. Sikiliza, katika kauli mbiu inayosema integrated for mission, ikiwa ina maana sote kufungamana kwa ajili ya utume. Kiini cha yote kanisa hili tunapokuwa tukishughulika ni jambo moja tu, ni utume. Taweza kufanya vitu vingi, lakini tunaletwa katika kitu kimoja, katika umoja mmoja, tunafungamanishwa katika kitu kimoja. Hiki tu ndicho tunachokilenga. Iwe tutaimba, iwe tutasambaza vitabu, iwe tutakuwa na kwaya, iwe tutakuwa na idara ya vijana, tutavalia sare za vijana, PF ya Master Guard, SOL na nini, yote hayo, huduma za wanawake pamoja na watoto, shule ya Sabato, iwe ni amo, yote tunayoyafanya lengo ni moja, ni utume. Maana hili ndilo agizo kuu ambalo tumepewa katika Mathayo 28 mstari wa 19 na 20. Anasema, basi nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kabila, lugha na jamaa, kuambia watu ya kwamba you are Jah, Mwokozi wa ulimwengu. Na kwa kufanya hivyo anatuhakikishia yuko pamoja na sisi hata ukamilifu wa dari, hata miisho ya nchi. Sikiliza, katika Wafilipi 2 mstari wa 3 na 4, maandiko yanasema, msitende neno lolote kwa kushindana, anasema, wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kauli mbiu hii ya kushikamana kwa ajili ya utume inaondoa tofauti, inaondoa uadui. Kauli hii inampa kila mmoja nafasi ya kutumika pamoja na mwenzake bila kujalisha tofauti za kijinsia,
tofauti za kikabila, tofauti za kichumi, tofauti za kielimu, bila kuangalia tofauti za kijiografia. Huyu sijui yuko ukanda wa kaskazini, ukanda wa kusini, huyu sijui yuko wapi katikati. Hapana, anasema bila kujalisha unaishi na kutoka wapi. Lakini kauli mbiu hii inatuleta pamoja kwa sababu tuna mbingu moja, Mungu mmoja, batizo mmoja, imani moja na utume mmoja. Hivyo katika kutenda kwetu hapa anasema hakuna sababu ya kushindana. Hakuna sababu ya idara fulani kushindana na idara fulani. Hakuna sababu ya kwaya fulani kushindana na kwaya fulani, kanisa fulani kushindana na kanisa fulani, la mchungaji fulani kushindana na mchungaji fulani, mwinjilisti mlei kushindana na mjilisi mwingine. La, tuelewe tunaiendea njia moja, mbingu moja, Mungu mmoja, batizo moja, imani moja. Na kwa namna hiyo, wapendwa, wajibu wetu ni kushikamana, ni kuziweka nguvu zetu pamoja, sio kuzigawanya, maana katika umoja kuna ushindi. Na ndiyo maana Yesu katika Yohana 17 aliombea sana umoja, wote wawe na umoja. Lakini angalia hapa katika Wafilipi 2:4 anasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya nani? Ya wengine. Hiyo roho tutakapoifikia hapo tutakapofikia ya kwamba unajali sana idara nyingine, unaipa nafasi, unajali sana mtaa mwingine, kanisa jingine, kwaya nyingine, huibezi, unaitia moyo, mmefanya vizuri, mmeimba vizuri, kwayeni iko vizuri, sari zenu ziko vizuri, unawasifia wengine. Hiyo ndio roho ambayo Bwana anaitaka ionekane ndani ya kanisa lake. Tunasifia conference nyingine, fidi nyingine, kwamba mmefanya vizuri. Habari ya Sauti 1:27 mmezindua vizuri, tunaona matukio yenu, mmebatiza sana, Bwana atukuzwe, mmetutia moyo. Hiyo ndio roho ambayo inapaswa ionekane katika kanisa la Bwana. Sikiliza Matendo 15:35 hadi 41. Tunaelewa hawa mitume katika kanisa hili la kwanza. Tunakuta habari za Paulo, habari za Sila, habari za Marko, habari za Barnaba. Hawa watu walikuwa wanafanya kazi kwa kushirikiana, ijapokuwa kuna wakati Paulo aliona hawezi akafanya kazi pamoja na Marko, na hivyo Barnaba akamchukua Marko na Paulo akamchukua Sila, wakatawanyika, wakaenda wakafanya kazi. Lakini haikuwa katika ubaya, ni katika nani ninapelekana naye katika kufanya kazi ya utume. Wakatawanyika, wakaenda katika majukumu. Lakini baadaye Paulo akasema, nilifanya kosa kutotaka kumkubali Marko. Akasema, nileteeni Marko, maana na yeye pia ni mmoja pamoja na mimi. Wapendwa, unaweza ukaona ya kwamba fulani hakufai leo, lakini kwa sababu Bwana amemwita, unaweza ukashangaa akawa msaada baadaye, tofauti na mara kwanza ulivyofikiria. Mwinjilisti fulani unaweza ukaona ya kwamba hakufai, mchungaji fulani hakufai, lakini kwa sababu Bwana amemwita katika shamba hili moja, utakuja kushangaa kumbe ulikuwa umekosea. Wote ambao Bwana amewawita wapo katika mwili mmoja, ni viungo tu tofauti, kumbe kila kimoja kinapasa kimpe heshima kiungo kingine, kila kimoja napasa kimsaidie mwingine. Mmoja akiumia, wote wameumia. Kumbe kinachotakikana ni kutiana moyo na kufanya kazi ya Bwana.
Sikiliza, anasema katika Isaya 41 mstari wa 6 na 7. Napenda sana maandiko haya, anasema wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake, uwe na nini? Na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfuu wa dhahabu, na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe, wakiisifu kazi ya kuunga, akisema ni kazi njema, naye akaikazwa kwa misumari isitikisike. Hii ndio roho ambayo Bwana anahitaji ionekane ndani ya kanisa lake, kutiana moyo. Mwambie wewe mchungaji, mwambie mwinjilisti, uwe na moyo mkuu. Wewe mwinjilisti, iambie kwaya, uwe na moyo mkuu. Mwinjilisti wa vitabu, mwambie mchungaji, kazi yako ni njema. Washiriki, watieni moyo wale ambao wako mbele kwa kazi ya Bwana. Unafanya vizuri, njoo hapa nikuombee, na ikiwezekana mnunulie hata viatu. Halo? Maana kuna wengine wanatirimba jamani. Labda sio. Na kuna watu wanaingia kwenye mapori mpaka viatu vinaisha, na Mungu amekukabidhi, amekupa dhamana, una fedha, una biashara, una mshahara, ikiwezekana mnunulie hata toyo. Chombo cha usafiri ni kumtia moyo. Unajua kuna kumtia moyo kwa maneno, lakini kuna kumtia moyo anayefanya kazi kwa vitendo. Halo? Mtie moyo, ungana pamoja naye, muwezeshe. Kama kuna mahali anahitaji msaada na unaweza kufanya hivyo, shirikiana pamoja naye. Ndivyo walivyofanya watu katika nyakati zilizopita, walikuwa wanatiana moyo. Wengine walikuwa wanapewa vyakula, wanasonga mbele. Mtie moyo, muombee, zungumza maneno ya kumfanya asonge mbele. Anasema kwa namna hiyo, anasema mmoja akaikaza kazi ya mwenzake. Ina maana kwamba unaimsaidia, sio tukisema kwa maneno, unaikaza. Ni kwamba amefanya, sasa wewe unaenda unaongeza nguvu ili afanikiwe zaidi. Ndivyo inavyohitajika katika kipindi hiki kabla ya kurejea kwa Kristo mara ya pili. Sikiliza, tunapofanya kazi pamoja katika utume uliofungamanishwa, ni lazima tuwe na mizizi imara katika Biblia, na tuweke mkazo katika utume. Kuwa na mizizi katika Biblia na kuzingatia utume si kauli mbiu tu, bali ni kanuni elekezi inayopaswa kuunda mipango yetu, vipaumbele vyetu, mikakati yetu, juhudi zetu za pamoja. Tunasonga mbele katika kipindi hiki cha miaka mitano kuanzia 2026 hadi 30, tukijua ya kwamba mambo yetu yote tunaweka katika utume. Tukilenga katika utume, lazima tuwe na mahali ambapo tunaanzia, tuwe na mahali ambapo ndio base yetu tumeiweka. Hata wanajeshi wanapoingia vitani, lazima wanaweka kambi lao, ambapo silaha zao ziko hapo, ambapo makomando yako hapo, ambapo wataalamu wa vita wako hapo, wakitoa mbinu, wakitoa maelekezo, wakitoa na mlengo kwamba nendeni upande huu, chini ya mlima kuna maadui, tumieni silaha hii, ndio inaweza ikamsambaratisha adui. Kuna watu wamekaa mahali fulani, kuna bezi yao, kuna kambi yao. Waadventista wa Sabato, kambi yetu ya ushindi ni Biblia. Hii ndio kambi ya ushindi. Hapa ndipo tunapopaswa tujikite. Hapa ndipo penye nguvu yetu katika vita hivi vya kiroho. Sio maneno matupu, ni katika Biblia. Tunapaswa tusimame katika Biblia, katika neno. Sikiliza, maandiko yanasema katika Timotheo wa pili sura ile ya 3 mstari wa 16 na 17, kila andiko lenye pumzi ya Mungu
nafaa kwa mafuta yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Neno la Bwana lenye uwezo na pumzi ya Roho Mtakatifu, maandiko yanasema inafaa kwa kumwongoza mtu, kwa kumwadibisha. Kumwadibisha, kumwambia hiki ni kizuri kufanya na hiki ni kibaya, fanya hivi utafanikiwa, simama katika hili utashinda. Anasema ni katika neno hili, anasema yule aliyepungukiwa anajazwa, yule ambaye anaonekana hajakamilika ni katika neno anakamilishwa, ili mtu wa Mungu apate kutenda kila tendo jema. Ni katika neno, sio katika kuiga fulani anaishi vipi, sio ni katika kusikia hivi fulani anakula nini, hivi fulani anasema nini, anafundishaje. Je, ni kusema je, mwalimu na kiongozi wangu ambaye ni maandiko matakatifu, neno linasemaje? Watu wa Beroya walikuwa waungwana sana. Kila wanapofundishwa hawaishii tu kuridhika na kile walichokisikia kwa mwalimu au mchungaji. Leo ningesema la, wanaenda wanaketi wenyewe, wanafungua tena upya maandiko matakatifu ili kujihakikisha na kujiridhisha ya kwamba kile tulichokisikia ndivyo kilivyo katika neno. Tusiwe watu wepesi wa kuchukuliwa na upepo huku na kule. Mtu akikufundisha jambo fulani, usifuate moja kwa moja, rudi, kaa chini, jiridhishe. Je, Biblia inasemaje? Je, roho ya unabii inasemaje? Usimsikilize tu yeye, hakikisha na wewe mwenyewe. Mungu amekupa karama ya kujua, Mungu amekupa elimu, unasoma, unaweza ukatafsiri na wewe ukajua kweli iko wapi na uongo uko wapi. Neno ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Kwa hili neno nitaweza kujua njia ya kweli ya kuifuata. Sikiliza, maana mstari ule watatu na kuendelea anasema, maana utakuja wakati, mstari wa 3, watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Katika zama hizi za mwisho utashangaa watu wataacha kuifuata kweli kwa sababu wana masikio ya utafiti. Unajua, wakati mwingine Biblia inapofundisha ukweli, kuna watu wengine wanataka wasikie kitu nje ya Biblia. Halo? Yaani mtu anasema unajua fundisho, natolea mfano fundisho la Roho Mtakatifu ni fundisho ambalo liko wazi na lina misingi katika maandiko matakatifu, lakini mtu anataka asikie nje ya Biblia. Na wewe kwa sababu una masikio ya utafiti, unataka usikie kitu tofauti na siku zote unavyosikia katika misingi yetu ya mafundisho 28, unataka usikie kitu kingine tofauti. Utapata walimu wa namna hiyo, hawakosekani. Maana ni kazi ya shetani kuleta walimu wa uongo, manabii wa uongo. Biblia imeshasema, anaposema mambo ya uongo ni kwamba kuna kweli, na anasema na watadanganya, yamkini hata wateule, yamkini hata ambao wanaitwa Waadventista wa Sabato, ambao walijifunza katika Biblia misingi 28, lakini ambao hawakusimama imara katika neno. Unashangaa watu ambao walishawahi kuwa wazee wa kanisa, watu ambao walishawahi kuwa wachungaji,
wanaikaa na imani wanatoka. Na wengine kwa sababu walikuwa hawajajikita katika neno, walijikita kuwatazama wazee wa kanisa, wachungaji. Wanasema kama mzee wa kanisa huyu amesema hivi, yamkini hii ni kweli. Ikiwa mchungaji tuliokuwa tunamfahamu aliyefungua makanisa mengi namna hii amesema hivi, yamkini hili jambo ni la kweli. Kwa hiyo na wewe bila kuchunguza na kujiridhisha mwenyewe unakwenda kwa sababu ya huyo mchungaji au huyo mzee wa kanisa au mshiriki fulani ambaye anaongea sana na anajua kusoma na Kiingereza, anakuchanganyia pamoja na vitabu ya roho nabii. Unajua hii biashara ni sawa na ile wale ukienda mnadani na kwenye masoko wanakuchezea nani kaona kekundu kesijini keusi hapa. Unajua wale watu anakuchanganyia ta anakuambia ni wapi ile ambapo kuna pesa. Alafu wewe kinani anakafanya kakibiriti hivi, anasema umeliwa kekundu. Halo? Yaani hivi unaona kabisa, na wewe unaona kabisa mbona ni kama hii ndio yenye pesa. Lakini ukichanganyiwa hapo unashangaa, unaambiwa umeliwa na pesa inakwenda. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya. Yaani unayasoma maandiko, lakini akija yule mjanja, maana roho nabii nasema yule mjanja mbegu zilipandwa vizuri, usiku anakuja kupanda magugu, anakuchanganyia ngano pamoja na magugu, ni kama vinafanana, anaingiza hii, anaingiza, na wewe usipokuwa imara katika neno unaliwa. Mchana unakwenda mzima na familia yako inakwenda. Halo? Lazima tuelewe tumesimama katika nyakati zipi. Na watu wanadhani ya kwamba hili ni jambo ambalo haliwezekani. Linawezekana kutokea ndani ya kanisa ikiwa hutasimama katika neno, grounded in the Bible. Sikiliza, anasema uwazi wa imani katika Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza, au mambo ya kiroho tunayoyaona leo yalikwishwa nenwa na mtume Paulo aliposema, Roho anena wazi wazi ya kwamba katika nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya nini? Neno la Bwana lilishasema nyakati za mwisho, tena imenenwa wazi wazi. Watu watajitenga na imani, watajitenga katika kweli, wasikilize mafundisho ya roho ya mashetani. Wewe unamwona ni mshiriki wa kawaida, lakini ndani yake kumbe roho mchafu ameshamuingia ili kuliharibu kanisa lake. Na ili jaribu liwe, anasema linatoka kwa mtu ambaye unamfahamu kabisa, mtu ambaye ulikuwa unamwamini na kumtegemea. Mara kwanza alikufundisha kweli, lakini unashangaa leo anafundisha kitu kingine. Huyo alikuwa anakufundisha hivi kwamba hii ndio kweli, eti leo kageuka anakuambia hiyo sio kweli. Halo? Usalama wako sio katika kumsikiliza. Usalama wako ni kumsikiliza Bwana anavyonena katika maandiko matakatifu. Maana hata shetani alimjaribu Yesu, akamwambia imeandikwa. Anasema kwamba ugeuze mawe hawa yawe nini? Mkate. Imeandikwa ujirushe kutoka katika kinara hiki, maana atakuagizia malaika ufanye nini? Akudake. Lakini naye Bwana anasema imeandikwa, nenda zako ewe shetani, usimjaribu Bwana Mungu wako. Simama katika neno. Shinda mafundisho ya uongo katika neno. Sio kumkimbia huyo mtu, mwambie umesema hivi, lakini nimejifunza maandiko yanasema hivi. Ndio, umesema hivi kwenye roho nabii, lakini nimefungua katika kitabu fulani, ushuhuda kwa kanisa, kitabu fulani kinasema hivi, inapingana na kile ulichosema. Simama katika neno. Sikiliza. Katika Hosea 4 mstari wa 6 anasema, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe mchungaji, mwinjilisi, mlei, mjisi wa vitabu, mshiriki au mhubiri au mwanakwaya,
umeyakataa maarifa. Bwana anasema mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako. Mimi nami nitawasahau watoto wako. Halo? Wanapotea, jamii inapotea, watu wa Kigoma wanapotea, si kwa sababu hakuna maandiko. Hapana, wanapotea kwa sababu sisi Waadventista wa Sabato, washiriki, wachungaji, wainjilisti wa lei, wainjilisti wa vitabu, wanakwaya, hatujasimama katika neno. Tumeikataa sheria ya Bwana, ndio maana watu wanapotea. Lakini kama tungejikita katika maandiko matakatifu, hawa watu tunawaona wasingepotea. Tunapokuwa ndipo ukweli unapothibitika. Usiondoke na kafunguka moja ya kwamba ni vigumu tajiri kuingia mbinguni kuliko ngamia kupita kwenye tundu la nini, alafu unaondoka unaanza kuwahubiri wa matajiri hamtaingia mbinguni. Hakuna. Tunao wakina Ibrahimu waliokuwa matajiri wa mifugo, walikuwa na mali nyingi. Wakina Lutu Bwana akawaita ni marafiki zake. Tuna watu walionyemi. Kwa hiyo lazima uelewe namna kuitafsiri Biblia kwa usahihi. Ndio maana nasema simama katika neno, lakini jua kulitumia neno kwa halali. Kama uelewi, usimkosee Mungu kwa kutokuelewa kwako. Halo? Ndio maana hata Petro alikuwa anaonya watu, anasema watu wote anaonya, anasema yaangalieni maneno ya mtume Paulo, kwa sababu ya elimu yake kuwa ni kubwa, watu wengine wameshindwa kuyaelewa maneno yake na wamejikwaa. Halo? Kwa hiyo nenda pole juu ya kanisa hili, nenda pole kwa mafundisho ambayo imesimikwa kwayo. Nenda hata kama ujui, afadhali uwe mpole, jifanye kama mjinga, lakini ruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Sio utashi wako, haisaidii.
sio utashi wangu, wala uzoefu wangu wa kazi haunisaidii, wala mimi kuwa mwenyekiti hainisaidii kunipa uhalali wa kupindua neno la Mungu, bali neno la Bwana ndilo ambalo linapaswa liwe kiongozi na taa ya miguu yangu. Sikiliza, anasema neno hilo ambalo watu wengine walijikwaa, miongoni mwao walikuwepo wakina Himenayo na Fileto, walioikosa ile kweli, wakisema ya kwamba kiama imekwisha kuwapo, hata kuipindua imani ya watu kadha wa kadha. Kumbe hata zamani walikuwepo Wakristo ndani ya Wakristo wengine ambao walikana imani, alafu wakawapindua Wakristo wengine. Halo, ninaongea na watu au ninawasiliana na nyinyi? Kama unanele mpunga mkono. Kwa hiyo usije ukashangaa ukikuta mwinjilisti mlei amepinduka, usije ukamwamini kirahisi. Amerikana kanisa limchungaji, usimwamini. Maana walikuwepo wakina Fileto, wakina Himenayo ambao walikana imani, walikuwepo tangu zamani, sio jambo jipya, na shetani ataendelea kutumia hiyo mbinu hata leo. Mwenye sikio na asikie ambaye Roho anaambia makanisa hii. Lakini mstari wa 19 anasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umefanya nini? Umesimama. Ndio huu jamani, msingi ulio imara umesimama, wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na tena kila litaja jina la Bwana na uache nini? Uovu. Ni maandiko ndio yanayokuambia hii ni dhambi na hii sio dhambi. Huu ndio msingi wetu wa kutuambia hili fundisho ni la kweli na hili sio la kweli. Huu ndio msingi, utaendelea kusimama na kusimama mpaka atakapokuja neno litasimama. Sikiliza, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno litafanya nini? Falme zitainuka, falme zitaanguka, lakini neno. Watu mashuhuri wataibuka na watatoweka, lakini neno. Mafundisho ya uongo yataibuka na yatapita, lakini neno. Liinue neno juu. Mara Yohana 12 anasema, nami nitakapoinuliwa juu nitawavuta wote kwangu. Usimuinue mchungaji, usimuinue kiongozi katika imani yako, katika nafsi yako. Usiinue kwaya kupita mambo mengine. Natolea mfano wapendwa, liinue neno la Bwana. Maana mengine unayoyaona yatakuja, lakini neno litasimama. Inua neno juu. Sikiliza, katika One Voice 27 Mission for All, ina maana gani? Kauli mbiu hii imejikita katika mpango na mkakati wa kanisa wa Sabato kwa miaka 5. Mpango unaunganisha waumini katika ushirika na Mungu, utambulisho katika Kristo aliyezaliwa AD 27, umoja kupitia Roho Mtakatifu na utume kwa wote. Maana aliacha enzi na ukuu na ufalme, akaja chini katika kima cha chini cha mwanadamu, akazaliwa katika hori la ng'ombe kama masikini kabisa, ili kunifikia mimi mdhambi, mtu kutoka Kasulu, Kigoma huku, na mimi niwe wa thamani kwa huyu aliyetoa maisha yake, ambaye hakuupenda ulimwengu isipokuwa kutupenda sisi, niwe wa thamani machoni pake. Anasema huyu ambaye alibatizwa mwaka 20 akiwa na umri wa miaka 27, huyu alikuja kwa ajili ya utume, akianza kazi yake rasmi. Tunapokuwa tunagonga tena katika Queen hii ambayo tunaingia mwaka 2027, katikati yake inatimiza miaka 2000, na hivyo kanisa la Sabato tunaenzi kazi ya utume ya Mwokozi wetu aliyeshuka chini kutukomboa. Tunaienzi
kwa kufanya kazi ya utume, sio vinginevyo. Tunaongeza nguvu zetu kwa kazi ya utume. Sasa sikiliza, anasema hivi: kanisa lina sauti moja kwa sababu lina ujumbe mmoja. Katika Ufunuo 14 mstari wa 6 na 7, maandiko yanasema, na akaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, akasema kwa sauti namna gani? Kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyeifanya mbingu na nchi na bahari na michemichemi za maji. Sauti kuu. Hakusema kwa unyonge, alisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imefanya nini? Imekuja. Msujudieni yule ambaye ni muumba wetu, aliyefanya mbingu na nchi na chemchemi za bahari. Huyu ndiye anayestahili kuabudiwa. Ni wakati wa kuhubiri. Ndio maana katika Isaya 58 mstari wa 1 anasema, piga tarumbeta, wala usifanye usinyamaze kimya, paza sauti yako, iambie nyumba ya Yakobo dhambi yake, liambie taifa la Tanzania dhambi yake, ambia ulimwengu dhambi yake. Eleza dhambi kwa makosa yake, eleza dhambi, itaje kwa jina lake. Wewe umepewa kama mlinzi wa kuta za Sayuni. Ukinyamaza, anasema watu watapotea, damu itadaiwa mikononi mwetu. Wajibu wetu tuliopewa, tupige tarumbeta, tena kwa sauti kubwa, sio sauti ya kuogopesha na kutisha, ya kwamba utachomwa moto, sijui kuna mnyama, kuna joka. Unajua kulikuwa na injili za namna hiyo huko zamani. Ukihubiria unabii sema joka, kwa hiyo unakuwa na hofu, unakuja kanisani kwa sababu umeogopa ni ya kutisha, ni majoka, ni mnyama. Kwa hiyo unasema kuna mnyama, kuna mateso. Kwa hiyo mtu unakuja kanisani kwa sababu ya hofu. La, sauti kuu hii ni sauti ya ukombozi, ni sauti ya kuokoa, ni sauti sio ya hofu, ni sauti ambayo imejaa upendo wa Yesu. Anasema, njooni kwangu nyinyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anajua tuna mizigo mingi inatulemea. Anasema, jitwikeni mzigo wangu, maana ni mwepesi, nira yangu ni laini. Njooni mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa roho, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Ila tunapotangaza injili, hatutangazi kiunyonge, tunatangaza kwa ujasiri. Hivi kukitokea vita, hivi moto ukiibuka hapa Kigoma, hapa Kasulu, ukaanza kuunguza nyumba ya jirani yako, hivi utaenda kusema kwa sauti, jamani kuna moto, jamani kuna moto huku, njoeni, jamani nyumba ya mwenzetu inaungua? Watu nasemaga namna hiyo? Hakuna. Basi limeanguka, watu wanapotea pale, unasema tu jamani kuna basi limeanguka. Si tunasema kwa sauti, maana tunataka watu waokolewe. Anasema, uwi, moto moto moto, jamani tokeni moto. Halo? Hali kadhalika habari ya kuwaleta watu kwa Yesu tunapaswa tuiseme kwa sauti kuu, maana tayari malaika huyu katika ujumbe wa malaika wa 3 alisema kwa sauti kuu, kwaya, tungeni nyimbo zenye sauti kuu ya kuokoa watu, nyimbo za uinjilisti. Makanisa yetu yakae kiuinjilisti, maana watu wanaangamia. Ni sisi tumepewa dhamana ya kuita watu waje wapate kuokolewa.
Lazima tutoke kama maaskari walio tayari kwa vita, maaskari wa wokozi, maana watu wanapotea. Sikiliza. Maandiko yanasema ujumbe wetu sio wa hofu, bali ni wa neema, wa wokovu na upendo wa Kristo. Lakini una sauti kuu, maana ni sauti ya kuokoa, sauti yenye nguvu. Maana ina nguvu ya nini? Ya Roho Mtakatifu ndani yake. Haleluya! Hatuisemi tu kwa maneno matupu, ndani yake ina uvuvio na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Sikiliza Ufunuo 22 mstari 17, anasema na Roho na bibi harusi wanasema, naye asikiaye na aseme, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima. Namna gani? Bure. Wapendwa, kama umeokolewa, kama umesikia sauti ya Yesu ya wokovu, ukaja kanisani na ukabatizwa, huwezi ukatulia. Huwezi. Utafanya hiki ambacho Bwana anasema. Wewe ambaye umesikia, ukaja kanisani, ukabatizwa, ukaacha uzinzi, ukaacha ulevi, ukaacha ushirikina. Wewe ambaye ulikuwa unaabudu siku ya kwanza ya juma, ukaiacha, ukaja siku ya 7 ya juma, huwezi ukanyamaza na ukweli huo. Utawaambia wengine kupitia karama zako za uimbaji, ya kufundisha, karama ya urei, karama ya kuhubiri, kupitia mali zako, kupitia duka lako, kupitia biashara yako, kupitia mifugo yako, kupitia shamba lako, kupitia kazi ulioajiriwa, kupitia elimu ulio nayo. Utawaambia wengine, njoo, hapa kuna maji ya uzima. Watu waje wanywe, wapate kuokolewa. Isaya 58 mstari wa kwanza, narudia fungu linasema, piga kelele usiache, paza sauti kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi yao. Paulo hapa anasema, kwa maana siondei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa nani? Wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Usione haya Injili. Usione aibu kununua Biblia na kutembea nayo mitaani. Usione haya. Shika Biblia, kitabu hiki cheusi, tembea kwa ujasiri kabisa katikati ya mji, katikati ya mitaa, ibebe. Usione haya. Kwenye duka lako, kwenye ofisi yako, kuwa na Biblia. Usione haya. Kubeba vijizuu, usione haya. Kubeba machapisho, usione haya. Maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie. Wapendwa, majuzi nilikuwa nimetembelea hapa Kigoma pale Ujiji, nikajifunza kitu kikubwa sana. Huyu missionary Daktari David Livingstone, ambaye alizaliwa mwaka 1814, Mwingereza huyo kutoka huko Scotland. Anasema akaja, alifanya safari zake za umishonari, kufanya utafiti na kugundua mito na kugundua vitu mbalimbali huku Afrika. Alifanya safari zake 3. Na mimi ningeziita ni kama safari, wengine wanasema za upelelezi, lakini ilikuwa ni safari za kimishonari. Maana alikuwa anagundua, lakini pia alikuwa anahubiri Injili. David Livingstone, safari yake ya kwanza mwaka 1841 hadi mwaka 1843, na safari yake ya pili mwaka 1859, safari yake ya tatu mwaka 1866 hadi 73. David Livingstone akiwa anamesafiri kupitia mto wa Ruvu, akaenda mpaka katika mwambao wa ziwa la Nyasa, akaenda mpaka katika ziwa la Bulenga, akaenda huko, akapita. Alipopita huko, akaingia katika ziwa la Tanganyika kuja Ujiji. Alipofika Ujiji, naeleza tukisi katika mambo makubwa ambayo yaliyafanya. David Livingstone alipinga biashara ya utumwa.
Maana watu walikuwa wanatolewa kutoka huko Kongo na nchi zingine za jirani, na wengine huku Kigoma. Watu wenye nguvu walikuwa wanachukuliwa, wanasafirishwa katika safari iliyokuwa inatoka Ujiji kwenda Bagamoyo. Akakutana na vijana watoto wawili, mmoja alikuwa anaitwa Chuma na mwingine anaitwa Susi. Hawa ni vijana, akawakuta tayari wako kwenye biashara, wananadiwa hapo, wanapigiwa biashara na bei ili wasafirishwe kutoka Ujiji kwenda Bagamoyo. David Livingstone alikasirika, maana ni watoto wadogo ambao hawapaswi wafanyiwe hivyo. Anasema akawafukuza wale wafanya biashara wa utumwa. Halafu akachukua msumeno, maana tayari walishawekewa miti kwenye shingo zao. Wale ambao mmeangalia historia ya utumwa walikuwa wanawekwa miti hapa, walikuwa wanafungiwa minyororo kwenye miguu. Anasema akachukua msumeno, akakata miti katika shingo zao, wakawekwa huru. Historia inaeleza akawalea hawa vijana Chuma na Susi. Anasema akawalea wakakuwa. Anasema hawa vijana walipoona namna alivyowaokoa David Livingstone walimpenda, alafu wakamtumikia. Alafu si kumtumikia tu, anasema historia, walimtumikia kwa uaminifu, wakawa waaminifu kwake, maana aliwakomboa toka katika biashara ya utumwa. Walimlinda, walimtunza kokote alikokwenda, walimfuata, walimlinda. David Livingstone alipokuwa amekaribia kufa, alienda huko Zambia, mahali ambapo anaitwa Chitapo. Huko alipoenda, huko ndiko alikokufa katika mwezi ule wa 5 mwaka 1873. Anasema alipokufa, hawa vijana kwa upendo aliokuwa nao, maana walikuwa wakimsikia kwamba moyo wangu uko Afrika, walichokifanya, anasema baada ya siku 2 wakaupasua mwili wake, wakauchukua moyo, alafu wakauzika Zambia, wakisema moyo wa Bwana wetu upo Afrika. Maana alisema moyo wangu uko Afrika. Wakatoa na viungo vingine wakaviweka huko, wakauandaa mwili usioze. Unaelewa namna kuandaa? Walikuwa wakiweka chumvi na wakati mwingine wanaweka vitu fulani ili mwili usioze. Wakaanza safari ya kubeba mwili toka Zambia wakienda Bagamoyo ili urudishwe Uingereza. Anasema safari ambayo ilichukua si chini ya kilomita 1500, si maili 1500. Anasema ilichukua muda wa miezi isiyopungua 9, wanasafiri wakikatisha mito na misitu. Safari ya hatari, lakini kwa sababu ya upendo waliokuwa nao kwa Bwana wao ambaye ni David Livingstone aliyewakomboa, upendo wao haukubaki tu kama wakati akiwa yuko hai, hata wakati amekufa bado walimpenda. Wakaubeba mwili wake kwenda Bagamoyo, na walipofikisha wafanya biashara wakauchukua ule mwili wa David Livingstone kuupeleka Uingereza. Walipofikisha kule, wakafikisha katika eneo la Scotland kwenda kuuzika. Wakazika mwili, lakini roho iko wapi? Afrika. Wapendwa, huyu Yesu ambaye aliacha enzi na ukuu akaja duniani hapa, akaja Kasulu hapa, akaja Kigoma hapa. Huyu Yesu amekuja kukomesha utumwa wa dhambi. Yesu amekuja kuniondolea kongwa la dhambi. Amekuja kukata minyororo ya dhambi. Huyu Yesu ameniweka huru. Ni nani kama Mwokozi wangu Yesu aliyenifia pale msalabani ili mimi niwekwe huru, nisiwe tena mtumwa wa pombe,
nisiwe tena mtumwa wa madawa ya kulevya. Huyu Yesu ambaye ameniweka huru mimi, ambaye nilikuwa sio kitu, lakini kwa ajili yake leo mimi ni wa thamani. Maana nimeokolewa sio kwa vitu vinavyoharibika, bali kwa damu ya thamani ya Mwokozi wangu Yesu Kristo. Ameniweka huru. Huyu Yesu, mimi sina sababu yoyote ile ya kuto kumwamini. Huyu Yesu, kwa namna alivyonitembelea katika maisha yangu, huyu sina kizuizi chochote kile cha kuto kumtumikia. Nitamtumikia kwa gharama yoyote ile. Nitatoa nguvu zangu, nitatoa mali yangu, nitatoa maarifa yangu, nitamwimbia. Karama yangu ya kufundisha, karama yangu ya kuhubiri, sitazuia. Aliyoyatenda kwangu ni makuu, hakuna cha kulinganisha. Ni sawa na chuma na suzi. Wapendwa, Yesu alivyotukomboa, hata kama alikufa, hata kama simuoni leo, ninachoelewa alizikwa, akafufuka baada ya siku 3, ameenda kuniandalia makao, na siku moja yuaja. Huyu ambaye nitamtumikia, nitanyanyua mkono nikisema, huyu ndiye Bwana wangu niliyemngoja. Na Baba atasema, vema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu katika yaliyo madogo, ingia katika raha ya Bwana wako. Waweza kusimama pamoja nami ikiwa ndio uamuzi wako, wapendwa, kuyatoa maisha yako kwa Kristo. Maana sioni mahali pengine pa kutoa maisha yangu katika ulimwengu huu zaidi ya yule aliyekuja duniani kunifia. Na kama ni hivyo, ningetoa wito wakati tunaimba wimbo namba 161, wale ambao hawajabatizwa, ambao wanasema, nataka nimpokee Yesu huyu ambaye alikuja chini kunitafuta mimi, akafa kwa ajili yangu, na mimi natoa maisha yangu kumpokea yeye. Maana sioni mahali pengine ya kutoa maisha yangu. Unjoo hapa mbele wakati wachungaji wanakuja kushika mkono. Karibu hapa mbele. Wale ambao wanataka kumpokea Kristo kwa njia ya ubatizo, iwe jina lako liliondolewa katika kitabu cha ushirika, leo ni saa ya kurudi kanisani. Ikiwa umekuwa ukifundishwa na umekuwa katika darasa la ubatizo lakini hujabatizwa, leo ni siku yako ya kujitoa. Wakati wote ubatizo utakapotangazwa, uwe tayari kuweza kubatizwa. Mpokee Yesu. Unapoisikia sauti yake leo, usingoje kesho. Usiwe na shingo ngumu unaposikia sauti yake ikikuita, njoo mwanangu, njoo, maana saa na siku ya wokovu ni leo. Praise team, karibu. Njoo hata kama uko nje, njoo piga hatua, kuna nafasi ya kutosha hapa mbele. Njoo, usione haya kujitoa kwa Yesu, maana yeye hakuona haya kwa ajili yako. Aliangikwa msalabani akiwa yuko uchi ili wewe upate kuokolewa. Njoo, Yesu leo anakuita, anataka kuweke huru ili uwe huru kweli kweli. Kuna kamba zimekufunga mahali fulani, sielewi una changamoto gani, ila yeye anajua. Kitendo tu cha kuja hapa ni cha ushindi, maana umechagua fungu lililo njema. Bwana akubariki binti yangu. Je, kuna mwingine kule? Na kama umesimama na mtu ambaye hajabatizwa, ongea naye, mtie moyo, muulize jirani yako, je, umebatizwa? Na kama hajabatizwa, mwambie ni wakati wa kujitoa, msindikize, mlete hapa. Utakuwa umefanya kazi njema sana. Ongea na jirani yako hapo wakati unaimba, lakini muulize, je, umebatizwa? Huyo uliyesimama naye. Na kama hajabatizwa, mtie moyo, lete hapa, maana ni saa ya wokovu. Ni siku kuu ya kulikiri jina la Yesu katika maisha yako. Na siku hii ya leo ni siku ya kufunguliwa kwako, ni siku ya ushindi toka katika utumwa wa dhambi.
Bwana akubariki, Bwana akubariki. Na kuna wengine mnatufuatilia katika mitandao, hali pale ulipo, unapoisikia sauti hii, simama ujitoe kwa Yesu. Toa maisha yako kwake. Alikufa kwa ajili yako. Ni siku ambayo ya kuwekwa huru. Sielewi uko mahali gani, popote pale unaposikia neno hili, ni sauti ya Bwana inakuita, mwanangu njoo. Bwana kubariki, Bwana kubariki, Bwana kubariki. Bado ninatoa nafasi. Wito wa kumpokea Yesu ni wito mkuu katika mito yote, maana ndiyo kilichomfanya Yesu akaja duniani, akafa ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Karibu, karibu, karibu. Usione kwamba umechelewa, bado nafasi ipo kwa ajili yako. Njoo, njoo mpendwa. Bwana kubariki, Bwana kubariki. Piga hatua, njoo, njoo, wala usichelewe, njoo. Asante sana. Wakati wengine wanakuja kwa ajili ya ubatizo, ninapenda wale ambao si wainjilisti wa lei, wale ambao si wainjilisti wa vitabu, wale ambao si wachungaji, lakini leo wanataka wajiunge na jeshi hili. Wanataka wawe wainjilisti wa vitabu, wanataka wawe wainjilisti wa lei, wanataka wawe wachungaji. Nafasi ipo kwa ajili yako ya kuitikia wito. Njoo hapa mbele. Wewe utasimama nyuma yangu hapa. Wale ambao wanataka kuwa wainjilisti wa lei, wanataka kutoa maisha yao kumtumikia Bwana, karama zao kumtumikia Bwana, wawe wainjilisti wa vitabu, wawe wainjilisti wa lei. Naomba wale wanaotaka kuwa wainjilisti wa lei kumtumikia Bwana waje nyuma yangu hapa. Nitakuwa na ombi la pekee kwa ajili yenu. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako na kwa akili zako zote. Tumia karama yako, tumia mali zako kwa kazi ya Bwana. Biashara yako unataka uwekeze kwa kazi ya Bwana. Shamba lako, mifugo yako, mshahara wako unataka uwekeze kwa kazi ya Bwana, ya kwamba asilimia fulani kila mwezi katika mapato yangu nitatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Waweza kunyanyua mkono wako mahali pale ulipo. Wale ambao watatoa mali zao, watatoa fedha zao, mifugo yao kwa ajili ya kazi ya Bwana. Ndio unasema sitakuwa mwinjilisti wa vitabu, sitakuwa mwinjilisti lei, mchungaji, lakini katika kila mapato yangu nitatenga asilimia fulani kwa ajili ya kazi ya utume. Nyanyua mkono wako. Nyanyua mkono. Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki. Unajua watakaoingia mbinguni ni wale watakaokuwa wamefanya kazi ya Mungu. Hakuna atakayeingia mbinguni ambaye hajafanya kazi ya Mungu. Yule ambaye anasema Baba, nitatoa mali zangu kwa kazi yako. Kila unaponibariki, nikifanikiwa katika biashara, miradi yangu, mishahara wangu, asilimia fulani nitakuwa natenga kwa kazi yako. Hebu naombe mikono tena, nione mikono. Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki. Najua kuna wengine ni wanakwaya, ndio karama yenu. Najua kuna wengine wanaweza kawa ni wanafundishaji, si wainjilisti wa lei, lakini wala wachungaji, lakini wanasema kwa karama yoyote ambayo Bwana amenijalia, ikiwa ni ushemasi, ikiwa ni uzee wa kanisa, karama mkuu wa idara fulani, labda ni kuimba, karama yoyote nitakayopewa, fursa yote kufanya kazi ndani ya kanisa, nitafanya kwa moyo wangu wote. Nyanyua mkono na wewe. Oh, asanteni, asanteni. Bwana ubariki. Tunahitaji kumaliza kazi, turudi nyumbani. Asante sana. Tunaenda kuomba sasa. Asante sana. Hallelujah.
pia hao walioko nyuma yangu majina yao yaandikwe, na yaandikwe. Wanaotaka kuwa wachungaji, wanaotaka kuwa walei, naomba majina yao pia yaandikwe. Asante sana, asante sana. Sasa tunaenda kuomba. Baba, hii ratiba sio ya mwanadamu, ni ratiba yako, ya kwamba leo tarehe 7 mwezi wa 3 2026 hapa Kasulu tuisikie sauti yako, sauti ya kushikamana pamoja kwa ajili ya utume, sauti ya kujikita katika maandiko matakatifu na kulenga kwenye utume, sauti 1:27 ambayo ndio Mwokozi wetu alibatizwa kwa ajili ya kutuokoa, na kwamba umetuita tuache dhambi, tutoke gizani tuje kwenye nuru ili tupate kuokolewa, lakini pia kupitia kwetu wengine wapate kuokolewa. Tunasema asante Yesu. Leo umekaza maarifa tena katika imani zetu, namna tulivyokupokea, namna ambavyo tunashiriki shughuli za kanisa. Baba, ninaomba wote ambao tuko hapa, kuna kitu umekigusa katika maisha yetu ya Ukristo, na kama tulikuwa tumelegea, utusamee Mungu wetu, na kama tulikuwa tumerudi nyuma na yule mwovu akatukatisha tamaa, utusamee Mungu wetu. Leo tunarudi nyumbani, tunarudi kwako, maana kwako kuna uzima wa milele. Vijana hao ambao wamejitoa, wamekupokea wewe na wako tayari kudhihirishia ulimwengu ya kwamba wamemkataa shetani na mambo yake yote kwa njia ya ubatizo wa maji mengi. Baba, wapokee na majina yao yakaandikwe katika kitabu cha uzima wa milele, na hata kama tarehe ya ubatizo haijafika, ikiwa yoyote atapumzika, lakini kwa kitendo hiki cha leo kuja mbele, awe amehakikishiwa uzima wa milele. Lakini muda utakapofika, basi ruhusu ulimwengu kashuhudie kukiri kwao ya kwamba wao ni wana na binti wa ufalme wako kwa njia ya ubatizo. Uwalinde na kuwatunza. Baba mpendwa, wako nyuma yetu ambao wameitikia wito wa kuwa wainjilisti wa lei, wito wa kuwa wainjilisti wa vitabu, wito wa kuwa wachungaji. Uliita wengine kuwa walimu, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, kwa kazi yako ya kujenga kanisa lako na kuwakamilisha watakatifu. Hawa nao wamepokea wito huo. Baba, ni ombi langu, si kwa sababu ni wasafi, ni kwa sababu ya neema yako, uwatakase, uwasafishe, wafae kwa vyombo vyako viteule kwa kazi yako takatifu, wakafyeke mapori, wakapasue miamba, wakalete wengi katika zizi lako. Uwabariki Baba, fanikisha shughuli za mikono ya maisha yao, maana wamedhamiria kukutumikia wewe. Baba mpendwa, wako ambao walinyanyua mikono, ambao walisema katika kila mapato utakaowajalia, aidha toka mashambani, kwenye mifugo, biashara, ujasiriamali wa aina yoyote ile, au kazi ambazo wameajiriwa, wanatenga asilimia fulani kuwekeza kwa kazi ya kuokoa watu. Uwabariki Baba, bariki mashamba yao, bariki biashara zao, mifugo yao,
kazi zao. Nyanyua mkono wako wa baraka Baba katika kila watakachokifanya, maana wanawekeza kwa kazi yako takatifu. Asante kwa sababu ya kundi kubwa ambao wamenyanyua mikono kwa karama ulizowajalia za ufundishaji, za kuhubiri, karama za kushuhudia kwa namna mbalimbali, za kununua machapisho na kutawanya, karama za uimbaji, karama za kufanya kazi kama shemasi, kwa mkuu wa idara, karama katika ndani ya kanisa, kuwa mzee wa kanisa na mengineyo yote. Hao Baba wamejitoa kwako leo kukutumikia kwa bidii na kwa uaminifu. Kubali kujitoa kwao Bwana, uwawezeshe, isiwe ni wao tu, bali uwe ni wewe ndani yao kuimaliza kazi, turudi nyumbani. Baba, kama kuna ombi ambayo sijalitoa katika mchana wa leo, lakini mtu fulani analihitaji, labda ni katika masuala ya afya, anataka uponyaji, labda kuleta amani katika ndoa yake, labda kuna jambo fulani limekuwa ni shida, lakini katika ombi hili, kila anayekulilia mchana wa leo, sikia kuomba kwetu, utujibu sawa sawa na mapenzi yako. Wako wengine walikuwa wanafuatilia katika vyombo vyetu hivi vya kijamii, hao nao Baba, katika kujitoa kwao baada ya kusikia neno lako, uwabariki Mungu wetu. Baba, sasa ninaomba kwa ajili ya jimbo hili la magharibi mwa Tanzania linaloongozwa na mchungaji Aaron Kuyenga. Ninaomba jimbo hili Baba ulibariki. Mbariki mwenyekiti wetu Pastor Kuyenga, mbariki katibu Halila, mbariki mwazini Sheremia, wabariki wakurugenzi, wabariki wachungaji katika mitaa, wabariki walei. Baba, naomba fufua kazi yako katikati ya miaka 5. Jimbo hili moto wa injili ukawake, wengi waletwe kwako, tuingie katika ufalme wako. Asante kwa sababu neema yako inatutosha. Asante kwa sababu utatuangazia nuru ya uso wako na kutupa amani, kwa sababu utatulinda, kwa sababu utatupatia ushindi, na siku moja tutaingia katika kao la milele katika Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Tuomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana awabariki. Bali kwaya zetu zilizoko hapa, tafadhali wote simameni, kwaya zote simameni. Tunakushukuru sana mwenyekiti wetu kwa neno la